29 mtafanikiwa. Madiwani wa CCM tarehe 29 mtafanikiwa. CCM oye! Asante sana mgombea kiti cha rais. Asante sana. Naomba nimlete mbele yetu ndugu Ezekia Dibogo Wenje kwa salamu fupi. Tumetoka mbali, tumefuata Samia. Tumetoka mbali sana, tumefuata Samia. Sumbawanga hoye! CCM hoye! Dr. Samia safi! Ndugu zangu watu wa Sumbawanga, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, natokea Mwanza. Siku chache zilizopita nilikuwa mjumbe wa kamati kuu wa kile chama wa Kunja Ngumi. Leo niko hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekaa hapa muda huu wote nasikiliza hizi takwimu zinazotolewa hapa. Nimemsikiliza ndugu Bashe, namsikiliza Mheshimiwa Mwigulu, namsikiliza Mheshimiwa Aweso. Mimi nabaki nachanganyikiwa. Kichwa hapa kimejaa moto. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sasa ni shuhuda kwamba kutoka hapa Sumbawanga mpaka Arusha, kutoka Lindi mpaka Kagera, ukweli ni kwamba kazi kubwa imefanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila jimbo tulipoenda ni mabilioni ya fedha yamepelekwa kwenye maji, mabilioni kwenye kilimo, mabilioni yameenda kwenye mabarabara, kwenye shule na afya. Wakati mwingine nabaki nashangaa, hizi fedha Mheshimiwa Rais zinatoka wapi? Kwa sababu ni nyingi mpaka nashtuka, inawezekana zinazidi hata bajeti ya taifa. Mheshimiwa Rais, hongera kwa kazi kubwa. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, uwekezaji mkubwa uliofanyika kwenye maji, kwenye elimu, kwenye afya na kilimo, hizi ni uwekezaji yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, unainua na unagusa maendeleo ya mtu moja moja katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliwahi kusema huko nyuma kwamba kazi kubwa ya kiongozi bora ni kuwapa wananchi wake anaoongoza matumaini ya vitendo kwamba kesho yao ni bora kuliko leo yao. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii kazi unafanya pasipo shaka. Jana nilikuwa nasikia kuna kiongozi moja wa Kunja Ngumi na yeye anasema kwamba wao pia wanapigania wananchi. Nikabaki Wenje najiuliza, hivi kule wewe unapigania wananchi, umezaliwa mpaka una miaka 46, umekuwa kiongozi, haujawahi kuchimba hata kisima kimoja kijini kwenu, wewe unapigania wananchi gani? CCM oye! Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachonishangaza sana, nafikiri tukiwa kule upinzani inawezekana akili zingine zinaondoka, kwa tunabaki kupinga kila kitu hata kama unaona hii iko sawa sawa. Tukiwa bungeni, wapinzani wakiwa bungeni, hata mradi wa SGR bajeti inaletwa bungeni, inapopitishwa wao wanasema hapana, kesho wao ndio wa kwanza kupanda SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, wapinzani wakiwa bungeni, hata mradi wa maji ukipitishwa bungeni, wao lazima waseme hapana, na kesho wao ndio wa kwanza kunywa maji. Kwa mimi mchana wa leo napenda niwaambie Watanzania, haya maendeleo, miradi yote hii mikubwa ya maendeleo inatuunganisha wote kama Watanzania. Hapo ndio tunapokutania. Hakuna mradi hapa kwa wanachama wa CCM. Maji yakichimbwa wanatumia wananchi wote. Mpaka mtu anaenda amevaa nguo ya Chadema naye anachota maji. Si ni kweli? Barabara ikijengwa tunapita wote bila kujali mtu anatoka chama gani. Mimi nitashangaa
Kama mtu siku ya tarehe 29 Oktoba unabaki unakaa nyumbani huku unaenda hospitalini kutibiwa kwa miradi mikubwa iliyoletwa na mgombea wetu, alafu siku hiyo unakaa nyumbani eti chama chako kimesema. Nchi hii ni kubwa kuliko chama cha siasa. Uwe Chadema, uwe CUF, uwe ACT, uwe Chauma, nchi hii ni kubwa kuliko mtu. Twendeni tuungane kama Watanzania. Tunanufaika wote na miradi iliyoletwa na mgombea wetu. Twendeni tukampigie Dr. Samia kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo katika taifa letu watu wanaongea kuhusu masuala ya demokrasia. Wakati mwingine mimi nakaa najiuliza, hivi demokrasia ipi tunayotaka katika taifa hili ambayo hatuna? Mheshimiwa Mwenyekiti, ulipoingia madarakani hii miaka 4 iliyopita, sisi kwako tulileta mapendekezo tukiwa huko kwa kunja ngumi. Tukasema na uliunda task force iliyojumuisha vyama vyote vya siasa ili tuzungumzie mustakabali wa nchi yetu kwenye masuala ya uchaguzi na demokrasia. Sisi tukaleta mapendekezo, tukasema tunaomba wakurugenzi wa halmashauri wasisimamie uchaguzi. Tukapewa leo usimamie uchaguzi. Tukaomba kwamba tume ya uchaguzi wale wajumbe iwekwe utaratibu mpya wa kupatikana kwao, wasiteuliwe na rais direct. Tukapewa. Mheshimiwa Rais, ulikuja madarakani, mikutano ya hadhara nchi hii ilipigwa marufuku. Tukaomba, tukapewa. Maandamano yalipigwa marufuku, tukapewa. Bahati mbaya mikutano ya hadhara tulipewa, badala ya kujenga hoja ya kujenga chama chetu cha zamani, sisi tulianza kumtukana rais na akavumilia. Sisi ya moyo. Mheshimiwa Rais, sisi kwenye chama chetu cha zamani umeingia madarakani, tulikuwa na kesi baada ya uchaguzi wa 2020, kesi 419. Zilifutwa kesi 417 kwa haraka sana. Na hata mwenyekiti wa kunja ngumi alikiri yeye mwenyewe, akasema yeye mwenyewe personally alikuwa na kesi 6 na zote zilifutwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi mtu muungwana anakuaje sasa? Hakuna chama, haki ya Mungu naambieni, hakuna chama kilichobebwa na mwenyekiti wa CCM kama Chadema. Na ndio maana aliwahi kuacha shughuli ya wanawake Tanzania hapa, akaenda kusherekea na bawacha ya Chadema kule Moshi. Amewahi kufanya kwa chama gani? Amewahi kufanya kwenye chama gani? Ni Chadema tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi baada ya uchaguzi wa 2020 tulikataa kuchukua ruzuku. Tuligoma. Chama kikaparalyze. Mambo yakawa magumu. Tukapoteana. Naomba Watanzania waelewe. Tukamtuma mwenyekiti wetu kipindi hicho, nenda uongee na mheshimiwa mwenyekiti, haya mambo yanazungumzika. Tukapewa ruzuku full. Tukanunua makao makuu ya chama pale Mikocheni. Leo wanakula AC pale. Na mimi ndio niliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya ununuzi wa hilo jengo. Sasa lengo la chama chochote cha siasa duniani ni kwenda kushika madaraka. Madaraka unashika kwenye ushindani, sio kwenye maandamano. Hakuna mamlaka ya nchi hii. Huwezi kuwa diwani, mbunge au rais kwenye barabara. Lazima uje kwa wananchi, uzungumze nao, unadi sera zako, uombe kura, wakupe ridhaa, wakuchague, sio kwenye maandamano. Sasa ndugu zangu, sasa sisi leo, mimi Wenje nikasema na akili ya kutosha, siwezi kuwepo kwenye chama kinazama na mimi nikubali kuzama na mtumbwi. Nitakuwa mjinga sana. Kama chama cha siasa, kazi ya chama cha siasa ni kufanya siasa na kushindana. Chama ambacho kiriki uchaguzi inakuwa NGO. Inakuwa NGO. Leo Chadema hata ikitaka kufanya kazi popote, wanapewa pesa na wanaharakati wako nje ya nchi.
ndio wanachanga fedha, wako kwenye mitandao huko. Yaani chama ni cha Tanzania hapa, kimesajiliwa hapa. Alafu kinakuwa remote control na watu wako nje kwenye mitandao, na ndio wanafadhili, wanawapa pesa. Na wakileta pang'ang'a, tutakuja na orodha ya hao watu wanaowapa hizo fedha. CCM oye! Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu, kwa dhamira yangu, ninaamini nimechagua njia iliyo sahihi. Mimi kwa maoni yangu na dhamira yangu, naamini Watanzania tutakuwa salama na tutakuwa tumechagua njia sahihi. Oktoba 29 tukimpigia Dr. Samia kura, wabunge wa CCM na madiwani wa CCM. Sawa? Ni hatari sana. Jana nasikia kuna kiongozi wa Kunja Ngumi anazungumza, haki ya Mungu, ni hatari sana wewe kuongozwa na kuwa mfuasi wa kiongozi anayesema yeye yuko tayari kufa. Mtu ambaye yuko tayari kufa ni mtu aliyekosa matumaini na amekata tamaa. Kwa sababu hakuna matumaini kwenye kifo. Watumishi wa Mungu, mnaelewa, Yesu Kristo mwenyewe alienda akamuomba Mungu kwamba Baba, ikiwezekana hiki kikombe kiniepuke. Ukisoma kitabu cha Isaya 38, yupo mtu kwenye Biblia anaitwa Prophet Ezekia. Ezekia alimuomba Mungu, Mungu anamwambia umefika wakati unakufa. Ezekia akamwambia Mungu, nikifa leo mawe hayatakuabudu, naomba uniongeze muda ili nikutumikie. Akafanya conversation na Mungu, akaongezwa miaka 15. Hivi Musa aliyokuwa anaongoza wana Israeli pale, yeye angesema yuko tayari kufa, wako katikati ya bahari ya Shamu, alafu akafa, na yeye ndiye anawaongoza, si wale wote wangesombwa na maji? Sasa wewe huko unasema wewe unakuwa mfuasi wa kiongozi anayesema yuko tayari kufa. Huyo ni mtu ambaye amekosa matumaini, amepoteza mwelekeo, hawana mipango, hawana mikakati. Sawa? Kwa mimi naomba nimalizie. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nikutie moyo. Ukweli ni kwamba usichokijua ni usiku wa giza. Mimi ni shuhuda, shahidi kabisa ya kazi kubwa iliyofanyika. Namba hazidanganyi. Takwimu zipo. Namba zipo. Kazi kubwa imefanyika. Na mimi kutoka Sumbawanga hapa, mimi naambieni watu wa Chadema, wanachama wote wa CUF, hii nchi ni yetu sote. Nchi ni kubwa kuliko chama cha siasa. Kupiga kura ni haki yako ya kikatiba, hauzuiwi na chama chako cha siasa. Tuendeni tukapige kura kwa ajili ya amani na utulivu katika nchi yetu. CCM oye! Naomba nione kura za Dr. Samia siku ya 29 Oktoba. Kura za wabunge wa CCM naomba nizione, na kura za madiwani mkono juu. Na washukuruni sana Sumbawanga. Mungu abariki sana. Aluta continua. Thank you very much.